Edo, tuanzie nyumbani au tuanzie? Tunaanzia nyumbani. Yeah. Tunaanzia nyumbani. Kapteni wa timu ya taifa ya Tanzania, Mbwana Ali Samata, ametumikia taifa kwa zaidi ya miaka 15 na amekuwa kapteni, anakwenda karibu miaka 10. Yote ya hivi karibuni amekuwa kapteni wa taifa letu. Ametangaza kustaafu rasmi soka la kimataifa. Saizi tuna viwanja vipya tunajenga, Edo. Mbwana Samata hatustahili kama nchi kuwa na Mbwana Samata Stadium. Tuanzie hapo. Tunastahili kuwa na uwanja au barabara kubwa ambayo inaitwa Mbwana Samata, sio mtaa. Barabara kubwa au uwanja wa mpira mkubwa ambao unaitwa Mbwana Samata, kwa alama ambayo ameacha, hiyo no doubt. Lakini kama unavyojua wanasiasa wameteka status za viwanja, vitu vingi vinaitwa majina yao, mitaa mikubwa, barabara kubwa. Ni nadra kuona mchezaji, msanii wa sasa hata wa zamani walioacha legacy wakipewa majina hayo, kama kutambua mchango wao. Wakati mwingine ni zaidi ya fedha, ni zaidi ya pension yake ambayo iko kwenye mifuko ya pension. Yani ni afadhali utambue uwepo kwa kumpa jina lake kuweka kwenye uwanja kuliko hata kumpa fedha, kwa sababu ile itadumu kwa miaka mingi. Na unajua Oscar jana alikuwa anajadiliana na mtu, ndio kuna majina ambayo bila yenyewe kutokea tu kwa asili, hiyo mitaa ingeitwa majina ya wanasiasa. Yaani kwa mfano Sinza kwa Lemi. Yaani ningesema hapa tupape jina. Wangetoa jina la mwanasiasa. Kule Binyau, kwa Binyau, Mtoni kwa Azizi Ali, Mtoni kwa Alimaua. Juzi nilikuwa Arusha kwa sema inaitwa kwa Mrefu, utakuwa kuna jamaa alikuwa Mrefu, kwa Mrombo. Unaelewa? Hayo yametokana na yamekuja tu natural. Lakini ungesema kwamba ile eneo tunataka tulipe jina Sinza kwa nani, lingekuwa jina la mwanasiasa hapa. Kumekuwa na tabia, Edo, na naweza nikaita ni kama utamaduni wetu kama wa Tanzania. Wakati mwingine mtu akitangulia mbele za haki, ndio tunakuwa na maneno mengi na kumsifia sana na kila kitu. Tunafanyaje kwa Mbwana Samata akiwa hai na yeye afeel ule utanzania wake, kwamba tuna appreciate contribution yake kwenye mpira wa miguu na inspiration kwa vijana wengi wa taifa hili. Oscar ya kwanza ni hapo ulosema. Yaani hiyo ulosema mwanzo ndio kitu pekee tunaweza tukafanya. It says a stadium. Tuwe na Mbwana Samata Stadium. Alafu hakuna watu au statue pale Benjamin Mkapa atakao kuanzia pale nje. Kwa sababu ule ndio uwanja wetu wa taifa. Na Mbwana Samata amekuwa nembo yetu kimataifa kwenye football, kwamba sanamu fulani pale yani kubwa. Uulizi kabisa, ukishamtaja tu kwa wageni watakaofika huyu ni nani, wakiambiwa wengi watakuwa wanaelewa, kwa sababu ashacheza Premier League, ashacheza ligi ya Ufaransa, sasa hivi Ubelgiji na kwingineko. Kwa nini hatuna tabia kufanya hivyo vitu? Hatufanyi hivyo kwa wasanii, kwa wanamichezo hatufanyi. Akili yetu iko zaidi kwa wanasiasa. Wanafanya makubwa sana. Ya akili yetu iko zaidi kwa wanasiasa, kwa sababu wanasiasa wanajipa wenyewe, ndio wenye mamlaka ya kutoa hizo hayo majina na nini. Sasa napitishwa na wanasiasa kabisa. Vikao sijui vya madiwani vya nini, wote ni wanasiasa. Kwa hiyo wao wanavyoamua, na mara nyingi sana wanasiasa au watendaji huwa wanajipendekeza kumention haya majina kwa kutengeneza hivi vitu kwa wanasiasa wakubwa ili wawafurahishe. Kwa mfano nilikuwa nasikiliza bunge lililopita. Kulikuwa kuna mjadala mkubwa sana kati ya kujenga uwanja wa ndege kwenye mbuga yetu ya Serengeti na kufanya Mwanza Airport kuwa international airport. Kwenye kanda ile. Yani kwa nini usiwe na Lady JD International Airport? Hatoki Mwanza lakini yana asili ya kutoka kanda ya Ziwa. Yani kwa nini tunaweza kunemu hiyo miji yetu au wanasiasa peke yake na hatuangalizi kada nyingine kutokana na asili na michango ya watu ili kuleta contribution? Pale Manyara si umejengwa uwanja lakini haujaitwa Simbu. Haujaitwa Felix Simbu. Haujaitwa Alphonse, haujaitwa Ikanga, haujaitwa sijui Philbert Bayi ana uwanja. Ndio hivyo. Sisi hatuko kwa ajili. Amejenga tu shule yake. Ndio alichoambulia Philbert Bayi Secondary School. Ndicho alichoambulia. Tena ni kwa sababu ya kwake yeye mwenyewe.
ingekuwa ni shule ya jiji sidhani kama ingeitwa hivi.